kwa undani kidogo katika jambo hili. Asante sana ndugu mtangazaji. Hapa kuna maneno mawili bila shaka. Pametamkwa viwango pamoja na wadau. Kwa hiyo naomba kidogo nitoe ufafanuzi mdogo tu kuhusiana na viwango. Hii ni kiwango. Maana ndio ilibeba title ya taasisi ya viwango. Kiwango tunasema ni nyaraka ama ni document ambayo inatoa sifa juu ya bidhaa. Sifa juu ya bidhaa fulani ikiwemo rules au guideline ya service ama process ama bidhaa yenyewe. Hiyo tunasema ni kiwango. Kwa tunasema ni nyaraka kifupi ambayo ina specify baadhi ya requirement kutokana na bidhaa fulani ama huduma ama process fulani. Ambao ukiangalia katika zile role za taasisi ya viwango Zanzibar, basi ya mwanzo unaikuta pale ni inaandaa viwango. Kwa maana kwamba ina kamati za kitaalamu ambazo zinasimama kwa kufuata stage mbalimbali katika uandaji huu wa hicho kiwango. Na kiwango kinaandaliwa kwa stage tofauti. Hiyo muhimu kufahamu ili kwenda kwa hao wadau. Tuna stage ya mwanzo ambayo inakuwa ni stage ya preparatory, tunasema stage ya maandalizi. Ambayo hii inatoka katika proposal. Kwamba kuna proposal inaletwa ambayo ni stage ya mwanzo alafu ndio preparatory. Kwa maana kwamba kuna mdau either wa ndani au wa nje ambaye ataleta kwamba anahitaji kuandaliwa kiwango cha bidhaa fulani. Let's say kwamba labda mkate wa Buffalo, tuseme hivyo kwa haraka kwa sababu ni bidhaa ambayo ipo tunayo na tunaitumia. Kwa hiyo mdau wa nje au wa ndani anaweza akapropose kwamba hakuna kiwango cha Buffalo. Kwa hiyo tunaomba tuandaliwe kiwango cha nini? Cha Buffalo. Kwa maana kwamba kamati ya kitaalamu itakaa kwa ajili ya kutengeneza hizo requirement ili kwamba kulinda ubora pamoja na afya kwa yule mtumiaji wa ile bidhaa. Kwa mwanzo inakuwa ni proposal. Stage ya pili ni preparatory, maana yake kwamba kuna tafutwa reference. Kwa sababu standard ama kiwango inaandaliwa katika namna mbili. Either from scratch, yani kuanzia mwanzoni kabisa, ama adoption. Scratch maana yake kile kiwango tunakianza mwanzoni kwa kuangalia kwamba hakuna sehemu nyingine ambapo kile kiwango walijaribu kudevelop. Kwa hiyo tunaanzia mwanzoni kabisa. Lakini tunaweza tukaadopti kiwango kutoka katika region au katika national level nyingine, mfano Tanzania bara ama Kenya, tukakiadopti kile kiwango kama ni reference kwa ajili kwa kiwango cha hapa kwetu. Lengo ni kuondosha zile trade barrier na kufacilitate trade. Na stage ya tatu ni tunafanya technical committee. Kwa maana kile kiwango katika kuandaliwa kamati za wataalamu wa product na bidhaa tofauti wanakutana. Kwa hiyo tukisema kwamba tulipo define kwamba ni kiwango kinatoa sifa, si kwamba tu mawazo tu ya kawaida, maana yake ni technically kuset zile requirements. Kwa hiyo hapo kuna hiyo kamati ya kitaalamu. Kwa hiyo kama ni bidhaa za kemikali, kuna wataalamu wa kemikali kama nilivyotambulisha mwanzoni, mimi ni uhandisi mitambo. Kama bidhaa za mabati, ya ujenzi na vinginevyo, tunakaa kikamati kwa ajili ya kuandaa. Halafu stage inayofuata ni hiyo stage ambayo inafungamana na hii mada ambayo tupo nayo. Ambayo stage hii tunasema ni public comment. Baada ya wataalamu kukaa kuset requirement ya hiyo product fulani au hiyo bidhaa fulani, basi haitoshelezi hapo. Wadau mbalimbali wanashirikishwa kwa ajili na wao sasa kutoa komenti zao na maono yao juu ya ile bidhaa au ile standard ambayo inaelekea kuwa implemented au kuwa produced. Sawa hapo Sasa hapa kama hii stage ya 4 ambayo inahusisha wadau, labda hapa ndo tuanze kuwazungumza nani hao wadau wenyewe. Baada ya kufahamu mtiririko kamili wa standard ni nini. Wadau wa standard maana yake hawa tunakusudia ni wale ambao affected au affecting the standard. Wale ambao wataguswa moja kwa moja au wataigusa standard. Kivipi wataguswa na standard? Wakati wa kuanzishwa ama wakati wa kukaa kwa ajili ya kudevelop ile standard. Mfano labda standard ya mkate wa Buffalo. Kile kitendo tayari kwamba imekuja proposal kuandaa standard ya mkate wa Buffalo, bila shaka utajua ni watu gani ambao wataguswa nao. Hapa tunawakusudia wale ambao wanaozalisha
na kusudia watu wa bakery watahusika humo ndani, watu wa unga wanafanya production viwandani vya unga, hata watu wa vibati wale wanaotengeneza vibati. Kwa hiyo wale tunasema ni wadau. Kwa nini? Wanagusa moja kwa moja. Na bila shaka watakuwa attention kuangalia au kusikiliza au na wao wa contribute chochote ili kujua kwamba baadaye to the end wataimplement vipi ile standard. Maana yake wakiipuuza kuna vikwazo baadaye vinakuja. Kwa hiyo wadau tunakuhusisha zaidi wale ambao wataathiriwa au wataguswa na ile standard moja kwa moja, na kuna wengine wataigusa ile standard. Hapa tunakusudia wale wanaofanya tafiti mbalimbali au institution zile, kwa sababu au maexpert mbalimbali katika research zao, maybe labda wamekutana kwamba Zanzibar wanataka kuanzisha standard fulani, wanataka kupromote standard labda vibati vya boflo vile, wanataka vio ni visio vinazalishwa tu vile vile, huyu size hii unakuta buffalo size hii na vitu vingine kama hivyo. Na igusa hii sana kwa sababu ndio ambayo lakini sina maana kwamba ni hiyo tu au kwa product hiyo tu. Kwa hiyo bila shaka kuna wengine wamefanya tafiti mbalimbali au wana maexpert mbalimbali, bila shaka wao sasa ndio wataiathiri ile nini standard, kwa maana kwamba watakuwa kuna something wanahitaji kusema au kuchangia juu kabla ile standard kuwa implemented. Hao ndio wadau tunawakusudia katika masuala yetu ya viwango. Na katika hawa wadau pengine wanawezaje pengine kutoa mawazo yao hawa wadau? Sawa. Swali zuri sana, kwa sababu bila shaka kama ni mdau, baada ya kujitambua ni mdau juu ya bidhaa fulani, haitaishia hapo tu kwamba ametambua. Bila shaka kuna mawazo yao. Watatoa mawazo kwa namna tipo tatu. Kwa sababu ukiangalia katika zile stage za tunazofanya sisi kuandaa viwango, wadau ndio wana nafasi kubwa zaidi. Kwa maana kwamba ile stage ya mwanzo ambayo ni proposal ile, basi hata mdau wa nje ukimwacha wa ndani ambao sisi tupo pale katika taasisi, watu wa mabara wa certification na wengine, wadau nao wanaweza wakatoa muono wao au wakatoa mawazo yao juu ya kuandaliwa kwa standard fulani, baada ya kupita mitaani au kuangalia kuna bidhaa bado haipo katika, haina quality, haina ubora na vitu kama hivyo. Kwa stage ya mwanzo kabisa ya kuandaa standard, basi wadau wana nafasi katika kufanya nini? Katika kutoa mawazo yao. Na ukiangalia kwenye stage ya technical committee, kamati za kitaalamu, tunao wadau wenyewe katika zile kamati. Kwa maana kwamba yule secretary, kama mimi ni secretary TS wa kamati yangu ya uhandisi mitambo, kwa kuna wadau tupo nao kama wadau wa Buda, tunao Zura, ambao tunajua katika zile bidhaa ambazo tutakuwa tunaandaa, basi hawa watu moja kwa moja wao wanaziface. Kwa hata tukiset zile requirement, inakuwa ni rahisi wao kuangalia yes, hii kwamba requirement zina meet, tunaweza tukazifikia, maana lengo tuondoshe barrier. Si kwamba labda wanaandaa standard watu fulani alafu baadaye inakuwa ni vikwazo kwa watu wengine. Hilo nataka watu liepuke. Kwa tunafanyaje katika zile committee zetu? Tunao umkemia, ZFDA, wote hawa ni kama wadau wetu. Na stage ya mwisho ambayo pia tunawashirikisha ndio ile ambayo ya public comment, kwamba ile standard baada ya kutoka katika committee, kwa sababu hatujawapata wadau wote, kwa hiyo maana yake sasa standard inawekwa katika mtandao wa ZBS. Mtandao ule inakaa ndani ya siku 60, kwa maana miezi miwili, kwamba wale wadau sasa wapitie katika mfumo, waangalie ile standard, ile draft ya ile standard, na wao wa download form, wa contribute, watoe michango yao mbalimbali, kadha wanaishi Zanzibar au hata kama ni nje ya Zanzibar. Kwa ukiangalia kwamba stage nyingi katika uandaji wa viwango, basi wadau wana nafasi yao. Na mwamko umekuwaje pengine wa wadau katika kuhakikisha wanatoa maoni yao haya? Tunashukuru kwa mpaka sasa tunavyokwenda, wanajitahidi katika hizo sehemu ambazo nilizozisema, kupitia stage zote hizi. Mwanzoni wana contribute vizuri, halikadhalika hata katika stage ya committee zetu bado tunao, na public comment pia wana contribute vizuri katika masuala hayo. Na japo kwamba wadau wapo wengi, na kuna mdau mwingine anaweza akaibuka mwishoni wakati tayari standard ishakuwa implemented, lakini kwa kiasi tunasema kwamba wana contribute vizuri. Na katika hilo pia labda pengine kuna athari gani pengine kama viwango vitaandaliwa bila ya mdau kutoa maoni yake? Asante sana. Naam, kama nilivyoongea mwanzoni, wadau wana nafasi kubwa sana. Bila shaka kwamba kama hawatashiriki au hawatapata nafasi katika kutoa mawazo yao, kuna hasara zinaweza zikatokea ama zinatokea. Na mwanzo ni ugumu katika kuimplement standard. Kwa maana ugumu katika kukitekeleza kile kiwango. Kwa nini? Kwa sababu hawaja contribute
zile requirement ambazo wao kule ndo wanadili, mfano viwandani wanaozalisha wale wao wanadili kwamba hata ikiwekwa requirement mfano labda maji pH yake ikiwa fulani basi itafikiwa, lakini wasipo contribute maana yake pataandaliwa kiwango ambacho ule uhalisia wake katika kuimplement inakuwa ni vipi, ni shida. Kwa nini? Kwa sababu wale wadau ambao wanadeal na zile product direct hawaja contribute, hawaja set. Maybe labda wangelisema kwamba katika ku contribute standard yetu ma pH ianzie ngapi mpaka ngapi, hapa watafall, hapa itakuwa soko litapatikana vizuri, hapa bidhaa itakuwa ina quality iliyo nzuri, kwa sababu kuna standard kama nilivyosema ni za regional za Afrika Mashariki, za Afrika ambao ZBS kama ZBS tunashiriki katika vile vikao. Tunashiriki kwa ajili ya nini? Harmonization, kwa maana ya kwamba tunakwenda ku harmonize, kwenda kufanya vile viwango ambao vinaweza vikatumika East Africa. Kwa hiyo tukikileta huku kwetu unakuta kina range iliyokuwa kubwa zaidi. Naam. Na katika hapo pengine ukiangalia inawezekana pengine kwa kuna umuhimu mkubwa sana ambao unaweza ukapatikana katika pengine wadau kushirikishwa namna ya kutoa maoni yao, na hasa katika kuhakikisha kwenye swala zima la viwango hivi. Pengine kuna umuhimu gani ambao inawezekana pengine kuna baadhi ya watu hawafahamu na hawaoni umuhimu ambao pengine unapatikana katika kushirikishwa kwao na hasa katika kuandaa viwango kama hivi. Sasa asante sana. Hili linakuaje? Wadau katika umuhimu mkubwa sana. Tazungumza sehemu kubwa tatu. Sehemu ya kwanza, manake mdau anapotoa mawazo yake katika uandaaji wa standard mwanzoni kabisa kabla standard haikuwa implemented, manake inasaidia katika kwanza utekelezaji wa ile standard kiuhalisia kuendana na soko. Kwa maana ya kwamba ile standard, kwa sababu wao wataitumia ile standard katika kutengeneza zile bidhaa, ile bidhaa manake bila shaka itaendana na soko ambalo lipo. Huu muhimu wa mwanzo. Na pili, litaingia general katika masuala ya kuondosha vikwazo. Kwa nini? Kwa sababu standard haitaki kwamba fulani aweze kuimplement, fulani asiweze. Kwa hiyo wadau wale wakija wakitoa maoni yao na mawazo yao, inakuwa ni rahisi sasa katika zile settings za requirement zitawaruhusu hata entrepreneur hawa wajasiri ya mali, wafanya biashara wadogo hata wa viwandani wote waweze kumeet zile requirement ya ile standard. Kwa hiyo zinaondoka barrier, vikwazo vya kibiashara manake, kwa sababu ya wao tu wadau kuwa wana donate katika masuala ya viwango. Vile vile kufacilitate, hili lipo kikawaida manake. Wanapozidi kutoa mawazo yao zaidi kwa zaidi, hata sisi tunaona kwamba kuna viwanda vinaongezeka zaidi, tunawashirikisha zaidi kwa sababu wao ndio watafacilitate masuala ya trade. Na hili lipo katika bureau zote kwa ujumla. Miongoni mwa malengo makubwa sana ya kuwashirikisha hawa stakeholder wadau ni kwa ajili ya kufacilitate bidhaa zetu. Ndio maana kwamba nakuta tunazo bidhaa inapimwa hapa inafaulu, na ikienda Tanzania bara kadhalika inafanya nini? Inafaulu vizuri, au imetoka kule ikija huko inafanya nini? Inafaulu, kwa sababu ya masuala haya ya wadau nao kushiriki katika masuala ya uandaji wa viwango. Na sijui kwa namna gani ZBS pengine mnawafikia hawa wadau kwa kutambua umuhimu wao na nafasi yao, basi tunawafikia kwa namna kuu mbili takriban. Ya kwanza huwa pale ZBS zinaandaliwa forum mbalimbali, maana yake kwamba specially wanaitwa wale stakeholder wanaitwa hasa hapa na kusudia nje ya zile kamati za kitaalamu, kuitwa wao kama wao kwa ajili either kupewa taaluma kuhusiana na masuala ya viwango, na wao vile vile kutoa maoni yao. Hasa inatokea pia wakati mwingine pale ambapo labda kuna bidhaa imezalishwa na mara nyingi sana inafeli ile bidhaa. Kama bidhaa mbona inafeli na kiwango vipi kipo? Ama kwamba kwa nini bidhaa haina kiwango, yani haina ubora, wakati kwamba ZBS kile kiwango vipi kipo. Inawezekana labda zile taarifa za uwepo wa kile kiwango haijafika. Kwa hiyo tunawaita wale wadau wetu hao maimporter, wazalishaji, kuja kuwapa elimu kuhusiana na viwango, uwepo wa kiwango, na wao kutoa maoni yao ili kulengwa implement kile kiwango. Vile vile tunatuma barua kadhalika sehemu mbalimbali katika hao wadau wetu. Hizo ni njia kubwa ambazo tunazitumia. Hasa tunalenga zaidi ni elimu maana yake. Kwa sababu kuwafikia wao inawezekana wengine hawajapata mamko. Wengine wanahisi kama ni vikwazo tu hivi, niende kule, lakini sasa tunatumia njia nzuri katika kuwapa elimu na kuwaelezea ule umuhimu wa viwango. Sababu tunaamini kwamba kiwango
katika maisha ni kila kitu. Maanake hata wewe mwenyewe nikisema ni kuchambue basi maanake unatumia kiwango. Unatumia viwango na vitu ulivyo navyo mimi na wewe basi vimesetiwa kabla ya kuwa tayari vinatumika, basi kuna kiwango. Kwa sababu unaweza nikasema ile predetermined specification. Ile specification za awali kabisa za bidhaa zile ni sehemu ya nini? Ya kiwango. Na lakini kuna baadhi ya wakati hili Bwana Hassan unaweza ukaona kwamba wako baadhi ya wafanya biashara pengine kusema ndio ambao wadau hawa tena hasa wadogo ambao wanawezekana wakawa kwa kutojua wanafanya hizi bidhaa pengine kama ulivyosema mwanzo pale, useme ukichukua labda mkate unaanzia pengine watengeneza vibati, wengine watengeneza mikate wenyewe. Na hili katika ufuatiliaji wenu na pengine mnafuatilia kwa kiasi gani kuona kwamba labda vile viwango sasa, hasa mfano mdogo labda kibati hichi kinakuwa kimekizi kiwango ambacho mnakihitaji na mnakitaka kwamba hapa hakitamkwaza mwingine katika soko na katika kufanya shughuli zake pekee. Sawa. Hili linakuaje? Asante sana. Kiujumla katika miongoni mwa makazi au majukumu ya taasisi ya viwango inafanya inspection, ukaguzi. Na hii yote ni kwa ajili ya commit ile role kubwa ya taasisi ambayo ni kuhakikisha kwamba bidhaa zinazoingizwa au kuzalishwa basi zina comply na vile viwango vilivyopo. Kwa hiyo sasa inafanya kaguzi mbalimbali katika zile entry point kama ni bandarini, airport na sehemu nyingine. Halikadhalika inafanya kaguzi za ndani, inapita kwa ajili ya kuzipitia zile bidhaa ambazo zipo wapi? Zipo sokoni. Na katika mapito hayo yote lengo kuangalia kwamba je, vina comply na nini? Na standard. Sasa ku comply na standard si tu kwamba inaishia kuangalia kwa macho. Itabidi kuna sample zinachukuliwa kwa kununuliwa kabisa. Kwa ajili ya kupelekwa wapi? Maabara. Kwa hiyo hapo halikadhalika unapata picha kwamba kumbe taasisi ya viwango vile vile ina maabara kwa ajili ya nini? Ya testing. Testi hizi sasa ndo zitatoa majibu, kwa sababu vile ile testi lazima iangalie nini? Kiwango. Itapimwa kile kibati au mkate ambao tayari upo sokoni kwamba je, kweli umecomply na standard na kiwango. Sasa utapimwa, je, zile requirement ndo zile? Utafanya hivyo. Na hapa kidogo ipo katika ile range yenyewe. Hapa tumepita bila shaka bekari sijui ngapi 7 10, lakini bekari chache ndo zimecomply, nyingine hazija. Kwa hiyo tunajua kupitia hizi activity za inspection pamoja na testing. Kwa sababu siwezi nikakwambia kwamba moja kwa moja kwamba hii ina kiwango haina kiwango. Kwa sababu kuna masuala haya ni technically lazima ende maabara. Kuna vingine tu ni vya kawaida ambavyo labda marking ya bidhaa vile ilivyo, kwamba imemakiwa vizuri, package yake iko vizuri, hii bila shaka meet some requirement ya ile standard. Lakini inside ya ile bidhaa yenyewe sasa iende wapi? Maabara, kama ni sample, kuhakikisha kwamba comply vizuri na standard. Hivyo ndivyo ambavyo tunavyowafikia au tunavyosifia zile bidhaa ambazo zipo katika soko. Hapo pengine tunaona pengine ukienda katika sokoni, unapoenda sokoni ama madukani kwenda kununua bidhaa, unaweza kukuta pengine mfano kwenye hivi vinywaji pengine unakuta pengine labda vingine vipo katika kiwango, vingine milimita kadhaa hivi, nyingine vina upungufu katika hili. Hivi inakuaje? Na sijui mnafanyia taratibu gani kuona kwamba labda pengine kuwafikia hawa wadau wenu, na hasa pengine kama labda wafanya biashara, makampuni, kuona kwamba kama ni viwango mfano ama ni ujazo unakuwa wote ni moja, haupishani. Sababu ukiangalia wakati mwingine hilo linakuwepo katika bidhaa hizi. Hii iko kidogo mizidi, hii kidogo iko kidogo. Hii hauwezi, kwa maana kwamba ukiangalia ilichoandikwa kwamba mililita 350 pengine 350 au ama 500 ama 600, lakini na kilichomo ndani vingine kina utofauti. Kwa macho pia unaona kama haichi kwa macho kitakuwa kina utofauti, sababu ukilinganisha na nyenzake utaona kuna utofauti. Ukiangalia ni bidhaa ile lakini kina utofauti. Hii sijui mnakuaje katika kuchukua hatua na hizi na sawa. Manake uperfect moja kwa moja haupo bila shaka, lakini hasa mfano uliotoa wewe huo wa bidhaa kama hiyo, kwa sababu kuna wadau tayari au kuna viwanda au wazalishaji wengine tayari umekuwa satisfied, wana alama yetu ya nini, ya ubora. Kwa hiyo wale wanafuatiliwa mara kwa mara. Maanake si tu kwamba wamechukua ile alama ubora ikawa imemaliza, maanake wanafuatiliwa hatua kwa hatua ili kuangalia je, kweli wana comply vizuri. Na kadhalika yale malalamiko ambayo yanakuja kama hayo uliyoleta yanafika
ni mengine zaidi ya hayo. Kwa hiyo kupitia hayo malalamiko tabidi sasa tunafanya inapita ile inspection au kupita kaguzi zile ili kuangalia namna gani ya kuweza kuliondoa lile tatizo. Kwa hiyo issue kama hiyo maana yake ni sawa na changamoto nyingine ambazo zinakuja kwenye bidhaa. Kwamba bidhaa hii ipo hivi ama standard inasema hivi, lakini mbona bidhaa ipo kinyume na hapo na ina alama maybe ya ubora na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo hapo unakuta kwamba ni wale watu wa certification na wa inspection kutaka kujiridhisha wanapita tena hapo ni kuenda nao, maana kudeal nao, maana si kwamba labda kwa kuwa ujazo huu na unapishana kwa hiyo basi nyinyi tena kiwanda hakifai kifungwe. Hapana. Kwa watapewa elimu, wataeleweshwa na baadaye maana akili kusolve maana tatizo, kwa sababu tunalinda kuziondoa compliance zote nini zote complaints zote. Sema kwamba labda 100% inaweza likatimia, lakini at least maana yake kwa uwepo wa taasisi unaonyesha kwamba kuna hatua inapita kuonyesha kwamba bidhaa zinakuwa bora na zina certify zile needs za watu au mahitaji ya watu. Kwenye tathmini naamini kwamba mtakuwa mnafanya tathmini labda kila kipindi fulani ama katika mwaka mnafanya tathmini zenu kuangalia namna gani ambapo viwango hizi vikiwashirikisha wadau. Tathmini ikoje pengine mkijaribu kuangalia katika kipindi cha mwaka mzima hasa kwa wadau na kwenye viwango hivi? Kwa ujumla siwezi nikakupa tathmini ya moja kwa moja pia kutokana na kitengo ambacho nipo nacho katika masuala haya ya standard, lakini zaidi na zaidi kwamba kwa zile ambazo zina reflect kwetu tunaambiwa kwamba tunaenda hatufanye nini, haturudi nyuma. Yani kwa hii general manake tunapiga hatua, manake wadau na wengineo tunaenda mbele, kwa maana kwamba kama tunasonga bila shaka tuna asilimia kama tulikuwa 20% maybe sasa zinafanya nini, zinapanda juu. Kwa hiyo kwa ujumla mimi nitakujibu swali hilo kwa sababu sitakupa details zile za moja kwa moja za kitaasisi, maana ni tathmini ya kitaasisi kwa ujumla, lakini kwa upande wangu kwamba tunaenda juu kwa taasisi inakuwa, kwa sababu mwanzoni tofauti na sasa tulipo. Na kuna changamoto gani labda kwa wadau kama kuja katika viwango katika kwa wadau, kuna changamoto yote pengine ambayo pengine mmeiona na hasa katika masuala ya viwango? Changamoto kwa wadau kubwa zaidi ni labda ni kudelay kwa zile contribution zao. Hilo kubwa zaidi, yani yale mawazo yao katika masuala haya ya uandaji wa nini wa viwango. Kama nilivyosema awali, inaweza ikachukua mtu akaja akapitia ule mtandao tayari zile siku zifanya nini, shapitiliza na sasa standard baada ya kumaliza hizo siku maana kuna stage nyingine inafuatia pale mbele. Inaenda masuala ya uhariri, inahaririwa ile standard, kutolewa makosa, kuwekwa sawa kama document. Tena hapo ile stage ishamalizika. Kwa hapa changamoto mdau hata akicontribute inakuwa ni kipengele sasa. Inabidi asubiri muda wa kureview ile standard, kwa sababu kuna muda sasa kama itakuwa ni na lazima kuna ulazima kuna muda fulani ina review ile standard, maana yake inapitiwa tena upya ili sasa yale mawazo yake baada ya kuonekana kwamba yana umuhimu mkubwa sana kabla ya kuimplement standard hilo jambo. Kwa hiyo kubwa zaidi changamoto tunazo ni kutukwepa maana yake kwa mbali maana yake katika kucontribute for somehow. Sio wote ambao tunawapata kwa wakati husika. Kama ulivyosema pale awali, nakumbuka mnafanya kazi hizi kwa kikanda. Inatokea tunafanya wakati mwingine kwa kikanda. Kwenye hili hali ikoje pengine? Kwenye hili kikanda maana yake nakusudia mfano kuna East Africa. Kuna nasema ni kamati ya kitaalamu ya Afrika Mashariki zinakutana kwa ajili ya kuandaa harmonize. Hii lilivyo kiuhalisia. Nchi wanachama maana yake kupitia nchi zao wanakaa kamati zile za kitaalamu, wanachukua mawazo yao. Na nchi nyingine kadhalika wanakusanya mawazo yao. Halafu sasa panakaliwa kikao kimoja kwa ajili ya kuharmonize. Na hizi stages zinapitia hivyo ndizo zile za mwanzo. Wadau nao pia wanashirikishwa, mataifa mbalimbali waliopo nchi mbalimbali, baada ya kukiona kile kiwango na wanatoa expert mbalimbali wana contribute. Kwa maana yake tunaenda katika sequence ile kwa moja. Na mimi kinapofanyika kitu kizuri mara nyingi unatakiwa mtu mpongeze na kwa kazi ambayo umeifanya, pengine hasa kwenye swala zima la kusimamia viwango hii, ama wadau wenyewe kwa namna gani wanatoa mashirikiano katika NAZBS labda katika hili. Sijui mnawatunzaje ama mnawapa thamani gani wadau wenu? Haya, labda mimi nizungumze kwa ujumla. Shaka taasisi ya viwango ina event tofauti, inafanya ceremony tofauti. Katika event wanashirikisha wadau mbalimbali. Niseme tu kwa mfano tu
ZBS inafanya mara hii pia tulifanya iftar. Taasisi ya Viwango Zanzibar imeftarisha kwamba wanafanya kazi na wale wadau wake. Lengo ni kuwasogeza karibu. Hata kama kuna uzinduzi wa mradi wa jambo fulani ambao linahusu ZBS, basi wadau vipi wanashirikishwa, na bila shaka kuna zawadi ambazo ile kualikwa tu katika ule mwaliko, bila shaka kwa wao wanajisikia kwamba ZBS wanatujali. Hapa ina maana kwamba wale wadau ikiwa ni hata wafanya biashara wadogo hawa entrepreneur nao pia wanashirikishwa. Na bila shaka nadhani katika vyombo vya habari mara mwisho hata kule Pemba ilionyesha kwamba katika miongoni mwa malengo ya ZBS kuwafariji na kuwajali wadau wake, basi imeandaa iftari ya pamoja. Nimezungumza machache kwa sababu nyingine labda ni ya watu wa zaidi ambao watakuwa wanafahamu namna gani ya wanavyowafariji. Na wakati mwingine tuseme hawa wadau wanahitaji sana elimu, unajua wakati sababu elimu ndio kila kitu ambayo itakayomfanya sasa mdau aweze kukuza pengine hata biashara yake na kufanya soko lake sasa liwe zuri na kwa kile ambacho anakifanya. Utaratibu wenu mlioandaa kwa ajili ya kutoa elimu hasa ama mnawasaidiaje hasa tuseme hawa wadau ambao pengine ndio bado inawezekana ikawa hawana mtaji mkubwa kufanya biashara zao ama kufanya kazi zao hizi, hawa mnawasaidiaje? Wadogo na kusudi yao. Haya, kama ulivyozungumza, namna kubwa ya kuwasaidia ni kuwapa nini? Kuwapa elimu. Ndio. Na miongoni mwa njia ya kuwapa elimu hapa tulipo pia bila shaka tunatoa nini? Tunatoa elimu. Kwa maana ya kwamba tunawafikia wao kama nilivyosema mwanzoni kwa kuwaita au tuna vipindi bila shaka vya radio na television ambao vinakuwa vinaonyesha kabisa hivi ni vya wajasiriamali. Hata kamati zetu sasa hivi katika kuwafikia zaidi kuna kamati za chakula hizi unajikuta kwamba zinawahusisha moja kwa moja wale wadau wadogo kuanzia mwanzoni mwa kuandaliwa kwa standard. Kwa labda kama hizo bidhaa za mwani, kuna bidhaa ndogo hizi za vyakula hivi ambao watu mumu wadogo ndio wajasiriamali ambao wanazalisha. Wale wanaitwa au wanafikiwa kuitwa katika uandaji wa standard hivyo au katika kupewa nini? Kupewa elimu. Maana yake kwamba wana nafasi kubwa na wanazingatiwa. Na usikute ama na wengine tayari wana alama ya nini? Ya ubora. Wana alama bora. Ukiangalia katika matangazo ya ZBS utakuta achari, wengine achari, basi wana alama ya nini? Ya ubora. Kwa hiyo tunaweza tukawatumia wale kwa ajili ya kuwaelimisha watu wengine kwamba mpaka mfanya biashara fulani mdogo tayari amethibitishwa na anafuata kiwango. Kwa nini mwingine naye pia uzalishaji wake ni mdogo kama ule? Kwa hiyo tunaweza tukamtumia yule pia katika kumfikia ama kumwelimisha mwingine. Inawezekana wapo kama alivyosema wanahitaji elimu hii. Lakini wakati mwingine wanakosa muda, lakini wakati mwingine pengine wako mbali na shughuli zao wanazozifanya, lakini wakati mwingine wanadai wengine harama pia kwa ajili ya kupata hayo mafunzo ama kupata kwenda kuangalau kupata ujuzi katika hili. Hamwezi kwamba kikwazo hichi na pengine mngependa kuwafikia wote. Mimi nataka kusema hapa wasiogope. Yaani wasiogope taasisi. Ni taasisi yao. Kwa maana ni taasisi yetu, ni taasisi ya serikali. Kweli unasema kwamba labda kuna gharama mpaka ukafikia hayo, lakini bila shaka vile kuna punguzo ndani yake hasa kwa hawa wajasiriamali. Kuna punguzo ndani yake kwa maana kwamba waifikie taasisi. Mimi nashauri moja kwa moja waifikie taasisi, maana yake wafike ofisini, waonane na wahusika, watapewa miongozo kuhusiana na yule mtu uzalishaji wake, wala asione kufika pale kwamba itakuwa ni sehemu ya nini? Ya kikwazo. Kwamba labda bidhaa yake sasa ndio itafutwa, itakuwa haipo. Hapana. Mimi naona niseme hivyo zaidi, maana mengine nisiyaseme ambayo labda yapo nje. Mtazamaji, kumbuka tunazungumzia swala zima la viwango na wadau, na nipo naye hapa ndugu Hassan Othman Fidel, yeye ni afisa viwango na uhandisi mitambo kutoka ZBS. Mengi tunazungumza hapa swala zima la viwango na wadau, nikiamini kwamba nawe tuko ni mjasiriamali, ni mdau pia, lakini unahitaji kuwa na viwango ili kufanya bidhaa yako iwe na tija, lakini pia iingie sokoni na angalau kuinua kipato chako wewe, lakini pia hata jamii ambayo inakuzunguka kwa namna moja ama nyingine katika hili. Na kwa upande wa Pemba sijui nako kule hali ikoje katika kuhakikisha labda wadau mnawafikia nao na hasa kwenye kuzingatia viwango, ingawa watu wengi wanasema labda pengine viwango kwa Unguja inawezekana pengine mna nafasi kubwa ya kuweza kuwafikia wadau. Kwa Pemba ipo ofisi
ofisi Pemba na ina vitengo mbalimbali ila sasa katika kitengo cha standard kwa maana standard development kipo huku. Kwa hiyo bila shaka tunaenda, maana kuna safari zinafanyika kwa ajili ya kwenda kutoa elimu kwa wadau ambao wako kule Pemba. Manake kwa uhalisia sasa wanafikiwa wale wadau ambao wako Pemba, kwa sababu kile ambacho tunachokifanya kwa wadau huku kama ni wajasiriamali, bila shaka na kule wajasiriamali wapo nao wanafikiwa wale wajasiriamali katika kupewa elimu, katika kuangaliwa bidhaa zao na maendeleo kwa jumla ya soko lilivyo. Kwa hiyo wanafikiwa kutokana na maafisa ambao kutoka huku kushirikiana na maafisa ambao wapo kule Pemba. Kwa maana ofisi ipo active ya Pemba. Tuseme unaweza ukapata hasara gani endapo kama hukuzingatia viwango? Hasara zipo kubwa. Miongoni mwa hasara ambao mtu labda atazalisha bidhaa yake alafu asizingatie viwango. Kwanza atakuja kule matatizo yanatokea endapo bidhaa haija meet kile kiwango. Inaweza ikateketezwa. Kwa hatua ambazo zinafuata za mwanzo za kisheria manake. Kwamba labda bidhaa haijakidhi vile viwango husika, lakini haliji hilo moja kwa moja. Atapewa elimu, ataelekezwa, atarekebishwa, lakini ukiangalia hasara, miongoni mwa hasara ni disposal. Manake ile bidhaa inaweza ikatekelezwa ikatupwa. Kwa hiyo sasa kuondosha hayo, basi lazima mzalishaji amiti standard, kwa sababu standard inazingatia quality vile vile na usalama kwa yule kwa yule mtumiaji. Hilo lina cover sehemu kubwa sana katika miongoni mwa hasara pale ambapo mtu hajatumia kiwango. Na inawezekana pengine kwa kuangalia pengine bidhaa hizi, mnafikiri bidhaa gani ambazo pengine katika tafiti zenu mnaangalia namna gani ya kuweza kufuatilia ambazo mmeona labda pengine wakati mwingine huwa hazifikii viwango? Ni bidhaa za aina gani kwa wadau ambao pengine mara nyingi mnakuwa nao na pengine wao wanatoa maoni yao pengine wadau? Lakini zipo bidhaa ilitokea hapo nyuma, hata zile Pampers mpaka waliitwa hasa kama ndio ile forum nilikwambia, waliitwa kwa nini zinafeli sana mara kwa mara. Kwa hiyo wakaitwa kwa ajili ya kupewa elimu. Ilitokea zile tomato, ilitokea kwa sababu zipo kamati pale zinajadili, kamati za kuangalia bidhaa zilizofeli wapi masokoni. Kwa hiyo zinajadili kuangalia bidhaa ile kwa nini inafeli, kwa hiyo baadaye inatoa maamuzi nini cha kufanya. Lakini almost unakuta kwamba zipo bidhaa kama hizo nilizozitaja ambazo zinazalishwa humu, unakuta hazimiti vile viwango husika. Na wadau wenyewe wanakuja kutoa taarifa pengine labda kusema kwamba pengine bidhaa yangu naona hii inakuja baada ya wale zile kaguzi za ndani au zile kaguzi baada ya watu kwenda, au mwingine ni malalamiko ya watu. Wao watumiaji hawezi kusema kwamba haina kiwango, hata kwamba mbona iko hivi, labda na chumvi imepitiliza, au sukari mwingi hautakiwa usukari uwe vile, si ndio? Au hii chemical hii ipo hivi. Kwa yale malalamiko yale watu wa viwango manake wakiasikia, wakiachukua, baadaye wanapopita kule masokoni, manake ndio watapata kujua kwamba kuna changamoto. Kwa hiyo tuchukue sample, iende wapi? Iende maabara. Lakini kwa kuja kusema hivi kwamba hii bidhaa yangu haina kiwango, mimi naona inakuwa ngumu mtu kuja kujifunga mwenyewe kuja kujifunga. Kwa sababu unajua kwamba akija kujifunga maana yake sasa ashatuita. Kwa hiyo watu waende wahamie pale leo, akizalisha bachi nyingine wafuatilie, waone, wajiridhishe hasa. Unakuta mara nyingi kugundua kwetu ni kwa njia hizi za kaguzi pamoja na vipimo vya maabara. Pengine mnashirikiana vipi na labda tuseme mamlaka nyingine za Tanzania bara, hasa katika kuangalia issue ya viwango hizi? Hii koje katika mashirikiano? Tunao mashirikiano kwa sababu vile vile katika hizo kamati zetu tunao wengine ni member wahusika katika hizo kamati. Kwa maana yake tunavyoandaa kamati, basi na wao tunawahusisha, na vile vile na sisi tunahusika, tunaenda kwa ajili ya vile viwango vya kule. Kwa hiyo wapo wengine ni member katika kamati zetu. Hawa wa Tanzania bara manake member katika kamati zetu, na wanashirikisha na wana contribute. Japo kama kuna baadhi ya product unakuta kwamba asili yake zipo Zanzibar huko. Kama mwani sijui kama hivyo buffalo, unakuta kwamba ni chakula ambacho kinatumika sana huko. Kwa hiyo katika kuandaa ile standard wanashirikishwa na wao. Maybe na huko tayari zikiingia, kwa tayari wao wana uwezo wa kuadopt ile standard yetu.
wakaifanya standard ikawa inatumika Tanzania. Kwa hiyo maana tunao bila shaka. Siku hizi kumekuwa tuseme tumewapa fursa sana wajasiriamali wetu katika kuwashirikisha, naanza kuwafungulia manaki masoko waweze pengine wao wenyewe kupata mitaji yao ikue. Na tunakuwa wakati mwingine tunaona kuna matamasha haya ambayo yanafanyika ya kibiashara wakati mwingine, na hasa katika kuhakikisha pale na nyinyi mnasaidia kwenye ushiriki pengine wa haya na faida ambayo anaipata pengine mdau katika pengine ushiriki wa matamasha kama haya, mfano yakiwemo ya kibiashara haya, ambapo sasa pale unapeleka bidhaa zako pengine kwenda kuziuza, lakini wakati mwingine huwa tunaona unafanyika matamasha mfano yale vyakula labda vya asili, mfano vitu vingine kama hivyo. Kwenye kupata viwango pale napo mnakuwa mnachukua hatua gani? Taasisi na shiriki kwanza huwa inao wale watu wa uhusiano na masoko wanafika katika hayo matamasha kutengeneza banda ambayo kutakuwa kuna bila shaka wanatoa elimu. Maanake kuna wanatakiwa wale wadau wafike na wanatoa taarifa kwamba tutakuwepo sehemu fulani kwenye tamasha fulani, ili kwamba wadau wafike katika lile banda kwa ajili ya kutoa elimu na pale zitaletwa bidhaa zile ambazo zinakuwa satisfied, zenye ubora na ambazo hazina ubora, watazitaonyeshwa pale. Kwa pale kuna watu mbalimbali, kuna watu wa labda masuala ya kuuza na kununua viwango watakuwepo pale, ambao watu wale wa uhusiano na masoko ambao wataitangaza ZBS utendaji wake watakuwepo, ambao bila shaka yule mdau au wadau wanaokuja pale watatoka na chochote kuhusiana na taasisi au masuala yao ya uzalishaji katika hayo maonyesho. Kuna hatua ambazo pengine mdau ama mwananchi anaweza akazichukua labda katika pengine zaidi ili kuweza kuhakikisha anakuwa na bidhaa bora? Hatua kikubwa manake afuate kiwango. Kubwa afuate kiwango, kwa sababu anapofuata kiwango mwanzoni, kwa hata baadaye bidhaa yake inapochukuliwa kupimwa bila shaka itamit zile requirements za ile kiwango. Kwa hiyo mwanzoni kabisa afike anunue nini standard, na wanakuja mtu anapotaka kuanzisha bidhaa yake anaweza akaja tu mwanzoni kupata ushauri, nataka nianzishe bidhaa ya sabuni labda kitu fulani, au mimi nataka nianzishe kama hapo juzi kati walikuja watu wa vibati vya Buffalo vile. Walitaka wenyewe watu wa kiwandani wale, nafikiri Azam wale walikuja, wanataka kuangalia standard ikoje kabla hajafanya nini, hajaizalisha ile product na kile kibati. Amekuja na sample tu za kile kibati kiangaliwe, basi sasa namwambia kubwa hapo ni kununua nini, ni kununua standard, anunue standard, afuate zile requirement ya standard. Lakini standard hiyo sema kwa wakati ule inakuja ndo hanza ipo katika maandalizi, maana kuandaliwa ile standard. Kwa hiyo tukampa zile requirement ili ufulfill kwenye requirement za standard, basi kibati chako dimensions zake ziwe hivi, kina uzito huu, kiwe katika shape hii, anakuja. Kwa kama standard ipo anafanya nini? Anauziwa standard. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana katika kuhakikisha bidhaa yake inakuwa ina ubora. Mfano siku hizi tumekuwa tunaona kuna hizi wanasema mashine za kufanyia mikate. Tuseme si mashine za kisasa hivi, vingine za gesi, vingine za umeme, wanafanya sasa hivi. Nafikiri ziko bakery nyingi, watu wengi wamejiajiri katika mfumo huo, na kuna bakery za tuseme za miaka ya nyuma ama za zamani za kuni ama moto ama moshi tunasema katika hivi. Kwenye kuangalia standard zenu hizi, mmegundua lote lile kuna utofauti mwingine kwa hivi ama tunakwenda sawa sawa? Haya, mpaka kusema kwamba kuhitaji tena sana mikate hapa. Kifupi palitokea variation kubwa sana hapa au na maneno mengi kuhusiana na hii mikate. Kiasi ambacho kamati za kitaalamu zimekaa. Zimekaa mpaka imeweza mpaka sasa hivi kupata hiyo standard ya mikate yenyewe, na vibati hivi inakuja hiyo standard, ipo njiani. Kwa inakuja. Ipo njiani, ipo katika process ya kuandaliwa. Maana yake sasa inaiva. Kwa hiyo bila shaka kwamba sasa tunataka tuone sasa vile vikwazo ama ule utofauti wa hizo za kuni na huu na hizi sasa na hizi za sasa maana yake zipo vipi. Kwa hiyo hapo zote sasa za kuni na hizi tutakuja kuzipima kwenye hiyo standard. Kama weight yake, shape yake inavyokuja iwe hivi, yani tutakuja kupima kwenye hiyo standard. Kwa bila shaka walikaa kamati ile ya kitaalamu na ilipita, maana mwenzangu mmoja nafikiri alipita masokoni akawa anakunya na sample zile tofauti za hizi bakery hizi na tofauti. Maana yake ndio huo ni mchakato. Ukimwona hivyo anakusanya sample, maana yake kuna kitu anakuja nacho. Naam. Sawa. Sasa
Unawaambia nini sasa jamii na hasa wadau? Nini ambacho unaweza ukawaambia ukawaeleza cha kufanya pengine zaidi? Kubwa zaidi nacho washauri wadau wazingatie nafasi yao tuliowapa sisi taasisi ya viwango Zanzibar pale, hasa katika hii idara au sehemu ya uandaaji wa viwango, kwamba wana nafasi kubwa sana. Ukiangalia mwanzoni mwa kuandaliwa standard hapo kati na kati, basi wana nafasi kubwa. Kwa hiyo waitambue nafasi yao kwamba wana nafasi kubwa sana kucontribute na kuchangia kuhusiana na masuala ya viwango. Kwa hiyo na wawe update na taasisi, yani wawe update na taasisi, kwa maana wafuatilie, wapitie na kwenye taasisi pale inaonyesha kwamba kuna standard tayari zimekuwa implemented, zishakuwa gazetted, inaonyesha. Kwa hiyo wao wanajua na anapoona kwamba kuna umuhimu wa kupatikana standard ya kitu fulani, basi alete proposal, afike ofisini. Kwa hiyo atambue nafasi yake, halafu awe update na taasisi, awe update, maana yake asipitwe. Kile ambacho kinaendelea hasa katika masuala ya viwango, basi awe karibu na atoe mchango wake, maana yake nafasi yake ni kubwa, kama alivyozungumza mwanzo. Mdau ana nafasi kubwa sana. Tunasema mteja ni mfalme. Mteja ni mfalme. Sawa. Nikushukuru sana ndugu Hassan Othman Fidel, afisa viwango, mhandisi mitambo kutoka ZBS, kwa mengi ambayo tumeyazungumza hasa katika kuwagusia viwango na wadau. Sisi tukushukuru sana, na naamini katika siku zijazo pia tutakualika tena kwa ajili ya kuja kuzungumza mambo mengi sana, ili sasa mtazamaji wetu wafahamu mambo mbalimbali ambayo yanahusu sasa kuhusiana na taasisi hii ya viwango, na hasa wadau hawa ndio ambao tunasema ndio washikadau katika swala zima la maendeleo na katika kukuza uchumi wa nchi yetu. Mimi nikushukuru sana Bwana Hassan. Nashukuru sana pia na wewe, na nashukuru sana kufika hapa kuwasilisha kile ambacho nilichojaliwa kuwasilisha kwa wale ambao wanatuangalia. Asante sana. Nashukuru sana. Na mtazamaji wa ZBC, na kumbuka tu huyu alikuwa ni Bwana Hassan Othman Fidel, afisa viwango na mhandisi mitambo ZBS. Leo tulizungumza swala zima la viwango na wadau. Mimi naitwa Khamis Mohamed. Nikusihi tu uweze kuendelea kutazama shirika la utangazaji Zanzibar ZBC katika vipindi vyake mbalimbali vinavyofuata hivi sasa, na kumbuka tu kipindi hiki tukiwa tumeongozwa vyema kabisa na Sada Janabi. Asante, nikutakia utazamaji mzuri wa ZBC na kwaheri.